Habari ya siku ya leo, mtoto wa Mungu. Karibu katika kipindi chako cha wiki hii na Bwana kutoka Prayer Partners. Na nawatakia heri ya siku ya Karume. Kiongozi wetu huyu shupavu, shujaa kabisa, na Biblia inataka viongozi wawe shupavu, wasiogope. Ndivyo ambavyo kiongozi wetu huyu Karume alivyokuwa, na akasaidia kuleta mapinduzi kule Zanzibar. Basi nawatakia Watanzania wote wa bara na visiwani heri ya siku ya Karume. Mungu ni mwema. Asante. Katika siku ya leo somo letu linasema kukabiliana na dhoruba za maisha. Kukabiliana na dhoruba za maisha, na tunasoma somo hili limejengwa kutoka katika kitabu cha Marko 4 na lile fungu au aya ya 39. Nasema akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Lakini Biblia ya Kiingereza inasema peace be still. Peace be still. Basi ninaomba tuombe. Baba yetu mwema, katika jina lako Yesu Kristo, asante kwa neno lako. Tunakukaribisha uweze kututia moyo, uweze kutufundisha katika siku ya leo ya tarehe 7 mwezi wa 4. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba. Amen. Hili ni kati ya mafungu mazuri sana ambayo mtu yeyote anapaswa kuyafahamu, kwa sababu mara nyingi na huwezi ukajua lini utapita katika dhoruba ya maisha. Dhoruba za maisha zinaweza zikakupata pasipo hata kufikiria au kutarajia. Ukiwa juu kabisa katika kilele cha mafanikio, ukiwa juu kabisa, kila jambo liko sawa, huwezi kufikiria kwamba itakuwapo siku moja ambapo unaweza ukajikuta wewe ni mhitaji. Labda kama ni biashara umefilisika, kama ni kuteuliwa uteuzi umetenguliwa, kama ni afya, basi afya inakuwa mgogoro, na wanakudiagnose, wanakupima, wanakuambia kwamba unaumwa ugonjwa mbaya. Jana wakati ninapita nakatiza bahari ya Hindi, nikiwa natokea katika visiwa vya Unguja, nilipokuwa napita kuna mahali tulifika, mawimbi yalikuwa makubwa, upepo ulikuwa mkali. Basi mawimbi yakawa makubwa sana, kiasi kwamba boti yetu ikaanza sasa kupigwa, ikapigwa na waves, ikapigwa na mawimbi, kiasi kwamba ikaanza kuyumba. Niliona kuna watu walikuwa wamekaa sehemu ya mbele, walikuwa wamekaa wamesimama, wanapigwa na upepo vizuri, wanaenjoy safari pale baharini. Nikaona kuna dada mmoja akaogopa, na wengine wakaogopa sana pale. Wakaogopa kweli, kwa sababu boti ilikuwa inakwenda. Kuna wengine wakaanza kutoa mifuko ambao labda itafikia mahali wakatapika, waweze kuweza kutapika kwenye ile mifuko badala ya kutapika kwenye floor. Nikakumbuka ile safari ambapo Bwana Yesu na wanafunzi wake walikuwa wanapita katika lile ziwa la Galilaya. Wakafika mahali upepo ukawa mkali, walivyokuwa wanavuka kwenda upande wa pili. Upepo ukawa mkali sana. Wanafunzi maji yakawa yanaingia kwenye boti. Wanafunzi wakawa wanajitahidi kuchota yale maji kuyatoa kwenye boti, wakawa wanahangaika. Bwana Yesu Kristo alikuwa amelala kwa amani kabisa juu ya mto. Ikafikia mahali sasa wameshindwa, wamepata hofu, kihoro, wanaona wanaenda kufa. Wakaenda wakamwamsha, wakawa, bwana, we haujali tunaangamia? Don't you care that we are perishing? Ndipo ambapo Bwana Yesu akaamka. Alivyoamka akasema peace be still, kwamba amani iweko, tulia. Katika Biblia inasema, tafsiri inasema akaukemea ule upepo, akasema kwamba nyamaza, utulie. Lakini kwa tafsiri ya kawaida unaweza kusema, kutoka katika tafsiri ya Kiingereza, peace be still.
amani iwepo, utulie. Katika changamoto za maisha, unapokutana na midlife crisis, unapokutana na changamoto kubwa za maisha, dhuruba za maisha, yupo Yesu ambaye ukimwita, akija atasema peace be still, amani iwepo. Tunapokutana na changamoto za maisha katika dunia hii, tunapokutana na dhoruba kali za maisha kwenye ndoa zetu, kwenye sehemu zetu za kazi, kwenye biashara, kwenye afya, kokote kule ambapo changamoto zinapiga, tumkaribishe Yesu. Nami katika siku ya leo ninamwomba Yesu katika maisha yako aweze kuingilia kati dhoruba kali ambazo zinakupata katika maisha sasa. Yesu aweze kuingilia kati, na kwa maneno matatu aweze kutuliza dhoruba, kwamba peace be still, amani iwepo, tulia. Tuombe. Baba mwema, katika jina lako Yesu Kristo, asante kwa sababu wewe ndiye muumba wa kila kitu. Uliumba pepo, ukaumba bahari, ukaumba maji Baba, na hata ukatuumba sisi wanadamu. Na siku ile Baba ulituliza dhoruba, mpaka wanafunzi wakashangaa, wewe unani? Baba, katika maisha yetu tunapata dhoruba, mimi pamoja na wengine Baba, katika siku hii ya leo tumepitia na tunapitia dhoruba. Wale wote wanaopitia dhoruba Baba leo, wale wote watakaopitia dhoruba katika siku zinazokuja, Mungu wetu wa mbinguni, ninakusihi wewe ukawe mtulizi, ukalete amani katika maisha ya wote wanaopitia dhoruba. Ukalete amani Baba katika maisha yetu wote tunaopitia dhoruba, na ukaitulize dhoruba Mungu wa mbinguni ya maisha yetu katika maeneo yote, maeneo ya biashara, maeneo ya familia, maeneo ya ajira, maeneo ya afya Mungu wa mbinguni, maeneo ya masomo, maeneo ya matarajio. Baba, ninakusihi ukalete amani katika maisha ya kila anayeamini. Asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa wiki nyingine tena Baba. Tembea nasi, tunakusihi. Mwenye mahitaji mengine yoyote katika maisha Baba, anapokulilia katika siku ya leo, na hata baada ya kulisikia ombi hili, likawe lake, na wewe ukaingie katika maisha yake na ukalete amani. Peace be still. Katika jina lako Yesu Kristo. Amen.